Shambulizi la Israel lilolenga kituo cha afya cha Umoja wa Mataifa kinachohudumia watu walioachwa bila makazi katika kambi ya Jabalia limewaua watu karibu 20, wengi wao wakiwa watoto. Haya yanajiri huku Israel ikitangaza kuwa itatanua operesheni zake za kijeshi katika ukanda huo wa Gaza. Ron Clifford na maelezo zaidi. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Israel alitangaza upanuzi mwingine wa operesheni ya kijeshi huko Gaza. Israel Katz alisema maeneo makubwa ya eneo hilo yatachukuliwa na kuongezwa kwa maeneo ya usalama yaliyopo ya Israel. Alisema hili litahitaji mpango mkubwa wa kuhamisha watu ili kuiondoa Hamas na kuwarudisha mateka waliosalia, lakini hakufafanua jinsi hilo litafanyika. Watu hawa wameelezea wasiwasi wao kufuatia tangazo hilo. Ukanda wa Gaza ni eneo ambalo limeathiriwa sana chini ya bendera ya Israel na matangazo ya upanuzi wa operesheni ya ardhini ili kuwashinikiza watu wa Palestina na waliokimbia makazi yao. Tumekaa kwa mwaka mmoja na miezi 8 chini ya jua kali na mateso ya baridi kali. Tunaishi wazi, hatuna nyumba na tunashambuliwa na makombora kila wakati bila kutambua kama ni raia au ni wapiganaji. Ni vita vya kuwamaliza kabisa wa Palestina. Hakuna chakula au vinywaji. Kilicho ni milio ya risasi na kifo. Inaonekana kama hatasimamisha vita vyake dhidi ya Gaza hadi tuhamishwe. Lakini licha ya maangamizi yanayotokea kwetu na uchungu mwingi, kama raia nilihamishwa mara 8 kwa mapenzi ya Mungu. Tutaendelea kuwa imara na wenye kupinga na kutetea ardhi yetu na kamwe hatutahama. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni ya kijeshi itapanuka na kuponda na kusafisha kabisa eneo la magaidi na miundombinu ya ugaidi, huku ikiteka maeneo makubwa ambayo yatajumuishwa katika eneo la usalama la Israel. Taarifa ya Katz siku ya Jumatano haikubainisha iwapo wanajeshi wa ziada wa Israel watahusika katika operesheni hiyo iliyopanuliwa. Tangazo hilo linajiri wakati Israel ikiendelea na mashambulizi ya angani kwenye ukanda wa Gaza. Takriban watu 17 waliuawa katika mashambulizi ya Israel usiku kucha kusini mwa Gaza. Hii ni kulingana na maafisa kutoka hospitali ya Nasser na hospitali ya Ulaya huko Khan Yunus ambapo miili hiyo ililetwa. Miongoni mwa waliouawa ni pamoja na wanawake 5 waliokuwa wamechukua hifadhi katika nyumba ya makazi baada ya kufukuzwa kutoka Rafa, kulingana na hospitali ya Nasser. Wengine 2 waliuawa katika mashambulizi tofauti katikati mwa Gaza, kulingana na hospitali Al-Auda ambayo ilipokea miili yao. Muuguzi mmoja huko Gaza ambaye alinusurika katika shambulio la Israel dhidi ya msafara wa gari la wagonjwa ambapo wafanyikazi wa dharura 15 waliuawa, amepinga sababu za jeshi la Israel kufyatua risasi. Mundhar Abeid ameambia BBC kwamba magari ya kubebea wagonjwa yalikuwa na nembo za wazi na yalikuwa na taa zao za dharura na taa za mbele ziliposhambuliwa karibu na Rafa zaidi ya wiki moja iliyopita. Wanajeshi wa Israel walikuwa wamesema kuwa taa zilikuwa zimezimwa na kudai kuwa magari hayo yalikuwa yanaonyesha shaka. Na shukran Ron Clifford kwa taarifa hiyo. Tukiendelea ni kwa jeshi la Myanmar limethibitisha kushambulia msafara wa magari kutoka China uliokuwa ukielekea kutoa msaada kwa waathiriwa wa tetemeko la ardhi. Magari 9 kutoka shirika la Msalaba Mwekundu la China yalishambuliwa yalipokuwa yakipita kaskazini mwa jimbo la Shan jana Jumanne. Jeshi la Myanmar lilisema alikuwa limearifiwa awali kuhusu msafara huo. Phyllis Mwatena taarifa zaidi. Mkuu wa serikali inayosimamiwa na jeshi la Myanmar, Min Aung Hlaing, amesema ataendelea kufanya mashambulizi dhidi ya makundi ya waasi licha ya tukio la tetemeko la ardhi. China imezitaka pande zote nchini Myanmar kuupa kipaumbele mpango wa kuokoa na kuwasaidia wahanga wa tetemeko hilo. Guo Jiakun ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Beijing. Vifaa vya msaada vilivyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu la Uchina vimewasili Myanmar na vipo njiani kuelekea eneo la maafa huko Mandalay. Hivi sasa watu wanaofanya juhudi za uokoaji na vifaa wako salama. Pia tunatumai kuwa katika hali ya maafa, pande zote nchini Myanmar zinaweza kuchukua jukumu lao kuu la kutoa msaada kwa wale waathirika wa tetemeko la ardhi na pia kuhakikisha usalama wa wafanyikazi wa uokoaji na vifaa kutoka nchi zote ikiwemo China. Wakati huo huo, lazima tuhakikishe kuwa njia zinazotumika kwa shughuli za uokoaji zinabaki bila kutatizwa. Idara ya zimamoto ya Myanmar vilevile inasema kuwa mwanamume mmoja ameokolewa kutoka kwa vifusi vya hoteli moja jijini Naypyidaw siku 5 baada ya tetemeko hilo la ardhi. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 26 aliokolewa na timu inayosaidia kutoka Uturuki.
Takriban watu 3,000 wanasemekana kuwa wamefariki, lakini takwimu halisi inahofiwa kuwa kubwa zaidi. Mashirika ya kutoa misaada yanasema kuwa maji, chakula na dawa ni haba, na wametaka juhudi za kutoa misaada ziongezewe kabla ya msimu wa mvua za masika kufika. Makoluigi Korsini, mratibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada nchini Myanmar. Tunaogopa ikiwa hatutaingilia kati kwa njia bora na ya ufanisi, kunaweza kuwa na mlipuko wa magonjwa yanayotokana na maji. Tuko katika msimu wa joto, kuna joto ambalo litakuwa kwenye nyuzi 40. Kusema kweli, nadhani kuna maelfu ya nyumba ambazo zimeharibiwa. Kwa hivyo, tunaomba kwamba ikiwa hatutachukua hatua haraka, tunaweza kubaki na watu wengi wasiokuwa na makaazi. Akizungumza na BBC, Zhou Chao, msemaji wa serikali ya umoja wa kitaifa inayowakilisha makundi ya waasi, ameshtumu mamlaka ya kijeshi na kudai kuwa wanazuia misaada ya kibinadamu. Changamoto kubwa zaidi ni kwamba jeshi linazuia misaada. Ingawa jumuiya ya kimataifa na marafiki zetu wanatuma msaada tena kwa haraka sana, lakini jeshi linazuia upatikanaji wake. Ni matumaini yangu kwamba hawabagui watu, kwa sababu haijalishi, wote ni binadamu, na bila kujali wanaishi wapi, bila kujali ni wanani, na kama binadamu na watu wote wanahitaji msaada, lakini jeshi halifanyi hivyo. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani, jeshi limeendeleza mashambulizi yake kote nchini katika siku chache zilizopita, ikiwa ni pamoja na kufyatua risasi kwenye vijiji vya eneo lililokumbwa na tetemeko hilo. Phyllis Mwate, BBC. Tukitoka kwa mzozo huu wa Myanmar, tunaelekea kwenye mzozo wa Sudan, ambako vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vimekuwa vikiendelea nchini Sudan kwa miaka miwili sasa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, karibu watu milioni 9 wamekimbia makazi yao, na zaidi ya nusu ya idadi jumla ya raia ya watu milioni 30 wanahitaji msaada. Wiki hii jeshi limetoa tena mji mkuu kutoka kwa upinzani wake, vikosi vya wapiganaji vya RSF. Mwandishi wetu wa Afrika Barbara Plate Asha na timu yake wamefika Khartoum na jeshi la Sudan, wakiwa ni chombo cha habari cha kwanza cha Uingereza kufika mjini humo. Taarifa yake inawasilishwa na Skola Kisanga. Barabara ya kuelekea mji mkuu wa Sudan ulioathiriwa na vita hatimaye imefunguliwa. Wakati mmoja hiki kilikuwa kitovu cha kibiashara cha nchi hii na makao makuu ya serikali yake, ila sasa imesalia kama eneo lililotelekezwa na lenye ukimya mwingi. Ikulu ya rais nayo ilikuwa uwanja muhimu wa vita. Lango lilikuwa limeharibiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani ya RSF wakati jeshi lilipouteka tena. Ilikuwa ni kituo cha wapiganaji wa RSF. Jengo hilo sasa limeharibiwa na kuporwa. Lakini kwa jeshi ni ishara muhimu ya mamlaka. Ushindi wao umekuja kwa gharama kubwa sana. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum ulioharibiwa ni kumbukumbu ya safari inayokabili jiji hili na nchi hii, na jinsi juhudi za kimataifa za kumaliza vita zilivyoshindwa. Hivi ni vita vya 3 vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan katika kipindi cha miaka 70, na kwa namna fulani ni mbaya zaidi kuliko vingine vyote, kwa sababu migogoro hiyo ilishuhudiwa katika maeneo tofauti ya nchi. Lakini huwa sasa umesambaratisha kiini cha Sudan kupitia mji mkuu na kutishia kuligawa taifa. Kwa watu hapa, vita vimekwisha, ingawa vinaendelea kwingineko. Jeshi limeshutumiwa kwa ukatili, lakini mjini Khartoum wanakaribia kudhibiti wapiganaji wa RSF. Katika jiko hili linalotoa chakula cha msaada, hisia ni kama maisha yanaanza upya. Chakula kimekuwa haba, jiji limeporwa na RSF huku likiwa limezingirwa na jeshi. I'm feeling wonderful. Najisikia vizuri, najisikia salama, najisikia vizuri ingawa nina njaa. Dua Tarik ni mwanaharakati anayeunga mkono demokrasia. Amekuwa akilenga kusaidia mtaa wake kuendelea kuishi licha ya vita.
Kwa kweli nina maswali mengi. Swali la kwanza nalonijia ni lini watu wataweza kuingia kwenye jiji hili tena? Litafunguliwa lini tena? Na swali lingine la kibinafsi, kama mwanaharakati, nini kitatokea kwa uhuru na haki zote ambazo tulipata katika kipindi cha miaka 5 iliyopita mapinduzi? Itakuwaje tena kwa mashirika ya kiraia, kwa wanaharakati, kwa wapigania uhuru? Sasa sina uhakika na mustakabali wetu. Kwa wanajeshi hawa, kuuteka tena mji mkuu ni hatua ya mabadiliko katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini haijabainika ni mwelekeo gani Sudan itachukua.